Awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kushiriki katika tukio hili muhimu la uzinduzi wa kampeni yetu ya msaada wa kisheria ya Mama Samia ijulikanayo kama Mama Samia Legal Aid Campaign katika mkoa wa Kagera. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Kagera, napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuleta wataalamu hawa kuja kutekeleza kampeni ya msaada wa kisheria kwa kutoa huduma kwa wananchi bure. Hakika Mheshimiwa Rais anatekeleza kwa vitendo azma yake ya kuwaletea maendeleo wananchi katika nyanja zote, ikiwemo hii ya kuwapatia haki. Kupitia kampeni hii ambayo leo inazinduliwa, wananchi wa mkoa wa Kagera wanatarajia kupata suluhu ya changamoto zao zinazowakabili, kupata uelewa juu ya masuala ya sheria na haki, lakini pia kujua namna wanavyoweza kutimiza wajibu wao. Ndugu wananchi na wageni waalikwa, sisi sote ni mashuhuda wa juhudi kubwa zinazofanywa na Mheshimiwa Rais katika kudumisha amani na utulivu wa nchi yetu, na amekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha wananchi wanapata uelewa kuhusu masuala ya kisheria, na wale walio na changamoto za kisheria wanapata haki kupitia huduma za msaada wa kisheria. Miongoni mwa juhudi hizi ni kampeni hii ya Mama Samia Legal Aid Campaign. Tunamshukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, nitoe shukrani za dhati kabisa kwa uongozi wa wizara yako ukiongozwa na wewe kaka yangu Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro na wasaidizi wako wote kwa kutekeleza kampeni hii nchi nzima kwa umakini na umahiri mkubwa. Hongereni sana. Na sisi tunawapongeza sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimetaarifiwa kwamba mkoa wa Kagera unakuwa ni mkoa wa 25 tangu kuzinduliwa kwa kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia. Niwapongeze sana Wizara ya Katiba na Sheria kwa kutekeleza kwa dhati maono ya mama yetu mpendwa Daktari Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia. Utekelezaji huu wa kampeni umesaidia wananchi kupata uelewa wa masuala ya kisheria, lakini pia kupata ufumbuzi wa changamoto zilizokuwa zinawakabili awali na nyingi zikiwa zimetatuliwa nje ya mahakama. Wengi waliosaidiwa wametoa ushuhuda unaodhihirisha kuwa kampeni hii ni msaada mkubwa sana kwa wananchi wengi wanyonge Tanzania. Ndugu wananchi na wageni waalikwa, mkoani Kagera kampeni hii itatekelezwa kwa kipindi cha siku 9 kuanzia tarehe 15 hadi 23 Aprili 2025, ikijumuisha utoaji wa huduma za msaada wa kisheria katika halmashauri zetu zote za mkoa wa Kagera. Nitoe rai kwa wananchi wote kujitokeza kwa wingi kupata huduma za msaada wa kisheria wakati wote wa kampeni. Katika kipindi hiki, timu za wataalamu zitakuwa uwandani katika halmashauri zote, na niwaombe wananchi mfuatilie matangazo ya vyombo vya habari na uongozi wa serikali za kata na mitaa na vijiji ili kufahamu sehemu ambazo watoa huduma wamepangiwa. Ni rai yangu kwenu wananchi kuwa mtajitokeza kwa wingi kupata huduma hii ya bure. Hii ni fursa adhimu kwetu na tuitumie kuhakikisha tunanufaika nayo. Ndugu zangu wananchi wa Kagera, wengi mnaamka asubuhi, mnawahi kupanga foleni kwa wakuu wa wilaya mkieleza kero zenu ili muweze kusaidiwa. Mheshimiwa Rais anatambua kwamba msaada wa wakuu wa wilaya una limitation, wanasaidia kwa kiwango fulani, lakini wengi wetu si wanasheria kitaaluma, na kwa kuzingatia hilo ndio sasa tumeletewa wataalamu wa sheria ili tuweze kutatuliwa changamoto zetu kitaalamu zaidi. Tutatuliwe changamoto zetu kwa kupitia wataalamu wa masuala ya sheria. Huduma hii ni bure, usiache ikakupita halafu ukarudi tena kwenda kupanga foleni kwa mkuu wa wilaya ambaye mwisho wa mazungumzo yenu atakwambia kwa shauri hili naona bora uende mahakamani. Niwasisitizie kwamba tuna wanasheria wengi wamejipanga vizuri, wale wa serikali na wanaotoka katika sekta binafsi na mashirika yasiyo ya kiserikali,
Wote hawa wamekuja kwa ajili ya kutusaidia, lakini wataalamu wetu wote wa sekta zile muhimu, ardhi, maendeleo ya jamii, ustawi wa jamii, wote wako kwa ajili ya kuwasikiliza wananchi, kusikiliza kero zenu, changamoto zenu na kuzitatua. Kwa hiyo niwaombe sana tutumie fursa hii vizuri. Na niwaombe pia na wale ambao changamoto hazitaweza kutatulika kupitia mazungumzo haya ya siku hizi 9, yale yanayohitaji msaada wa uwakili mahakamani, kampeni hii iko tayari kuwapa msaada wa mawakili na mtasaidiwa, kwa sababu tunapozungumzia wananchi wanyonge tunatambua kwamba hawana uwezo wa kuweka mawakili. Kwa hiyo kupitia kampeni hii mtapatiwa msaada wa uwakili. Naomba sana msiipoteze fursa hii. Tafadhali, tafadhali, tafadhali tutumie fursa hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nikuthibitishie kwamba wataalamu wangu wote wanaoshiriki kampeni hii wanaitumia kampeni hii kama darasa kwa ajili ya kujifunza namna ya kutatua migogoro ya aina mbalimbali ambayo inahitaji msaada wa kisheria moja kwa moja. Na nikuahidi kwamba baada ya timu ya wataalamu wanaoendesha kampeni hii kuondoka, sisi kama mkoa tutaendelea na tutatumia mbinu tulizojifunza kuendelea kutatua changamoto na kero za wananchi wetu kwa mpango endelevu katika kipindi chote. Ndugu wananchi, natambua kwamba changamoto kubwa zinazowakabili wananchi wa Kagera zinahusu migogoro ya ardhi, mirathi, migogoro ya ndoa, ubakaji na kadhalika. Ni imani yangu kuwa kupitia kampeni hii changamoto hizi zitatatulika kwa kiasi kikubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitumie fursa hii kutoa shukrani za dhati na za pekee kabisa kwa Jaji Mfawidhi Mheshimiwa Immaculate Banzi na wasaidizi wake kwa jitihada kubwa wanazofanya katika kuhakikisha haki inapatikana kwa wananchi wa mkoa wa Kagera. Kesi zimekuwa zikisikilizwa haraka, na yeye akiwa mama ameonyesha umama, akasimama mstari wa mbele sana kuhakikisha hatupotezi katika kesi za ubakaji wa watoto wetu. Tunamshukuru sana. Na amekuwa mwalimu mzuri katika kuhakikisha timu yake inatoa elimu ya kutosha kwa wataalamu wetu, wakiwemo wale wa madawati ya jinsia, kukusanya ushahidi usioacha shaka ili tusipoteze kesi hizo, kwa sababu mbele ya mkono wa sheria tunapofika mahakamani, swala la kwamba kosa lilitendeka peke yake haitoshi. Ni lazima tupeleke ushahidi usioacha shaka ili mahakama iweze kuwatia hatiani waliotenda makosa hayo. Kwa hiyo timu zetu zimeimarishwa na zinaendelea kuimarishwa, na sasa katika historia ya mkoa wa Kagera tumeweza kushinda kesi nyingi zaidi kuliko ilivyokuwa huko nyuma. Tunakupongeza sana jaji na majaji wengine na wasaidizi wenu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niishukuru tena wizara yako na wadau wote kwa hatua hii kubwa ya uzinduzi wa kampeni, na niwashukuru sana wananchi wa mkoa wa Kagera kwa kufika kwenu kwa wingi ili kupatiwa msaada wa kisheria. Niwaombe mara baada ya uzinduzi huu sote tufike katika maeneo ambayo wataalamu watakuwepo ili waweze kuwahudumia na kuhakikisha baadhi ya changamoto ambazo zinaweza kutatulika pasipo kupelekwa mahakamani zinashughulikiwa mara moja. Aidha, kwa viongozi wa ngazi za kata, nitoe rai kwenu kuweka msisitizo katika kusuluhisha migogoro inayojitokeza na kupata suluhu badala ya kuhamasisha wananchi kwenda mahakamani, ambapo panaweza kutumia muda mrefu na kuwasababishia kubaki maadui. Lakini la mwisho kabisa, migogoro mingi ya ardhi tumebaini kwamba inasababishwa na wenye viti na watendaji wa vijiji huko katika maeneo ambayo wamejichukulia mamlaka ya kuuza ardhi kienyeji. Napenda kusema kwamba serikali katika mkoa wa Kagera
haitasita kumvua mwenyekiti. Mwenyekiti yote atakayebainika amesababisha migogoro ya ardhi tutamvua, na mtendaji tutamtengua. Baada ya hayo, niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Karibu sana mgeni rasmi uzungumze na